Sana praise team. Nyosha tu mkono wako mmoja juu, sema: Baba, katika jina la Yesu, mawazo ya moyo wangu na maneno ya kinywa changu yapate kibali mbele zako, nikapokee ujumbe wako uletao mabadiliko, nami nikaione nuru katika nchi ya walio hai. Katika jina la Yesu, kwa imani napokea, sema amen. Pigie Bwana Yesu makofi sasa. Kile kitabu cha Isaya sura ya 55 kama kinavyoelekeza kalenda yetu. Kitabu cha Isaya, nabii Isaya sura ya 55 kama kalenda yetu inavyotuonyesha. Uzima wa milele upo kwa ajili yako, uzima wa milele upo kwa ajili yangu. Hebu weka ile mistari pale tusome. Maana mtatoka kwa furaha, mtaongozwa kwa amani. Mbele yenu milima na vilima vitatoa nyimbo, na miti yote ya kondeni itapiga makofi. Badala ya michongoma utamea msonobari, na badala ya mbigiri muhadesi. Jambo hili litakuwa la kumpatia Bwana jina, litakuwa ishara ya milele isiyokatiliwa mbali. Bwana Yesu apewe sifa. Kanisa la Yesu, haleluya. Wapendwa watakatifu wa Mungu, nipende kuwaletea habari hii njema inayohusu uzima wa milele tunaoletewa kupitia kitabu cha Isaya. Na wasoma Biblia wanaelewa kwamba kitabu hiki cha nabii Isaya kimegawanyika katika nyakati tatu tofauti. Nyakati. Bwana Yesu apewe sifa. Naposema nyakati na maanisha matukio. Naposema nyakati na maanisha muda ambao mambo yamefanyika ya kutengeneza uso wa kitabu cha nabii Isaya. Bwana Yesu apewe sifa. Na fungu la kwanza au nyakati ya kwanza kwa habari ya kitabu kizima cha Isaya kinaongea kwa habari ya maonyo ambayo Mungu anawapa manabii kuongea na wana wa Israeli ambao waliacha njia ya Mungu, waliacha njia ya kweli, wakaziendea njia zisizofaa. Waliigeuza mifumo ya ibada ya Mungu wa kweli, wakaanza kuabudu sanamu. Walikula rushwa, walifanya yasiyopendeza, walifanya yaliyo mabaya mbele za Bwana. Na sehemu hii ya kwanza tunaona Mungu akiwatuma manabii wake kwenda kuwaonya hawa watu waziache njia mbaya, wamuelekee Mungu. Lakini kama ilivyo kawaida ya mwanadamu, tabia ya kuzoelea mazingira ya kimungu au kuzoelea neema ya kimungu ikamponza na kuendelea kuyaishi yaliyo machafuko. Ndipo inainuka adhabu ya Mungu juu ya taifa la Israeli. Inaingia sehemu ya pili ya kitabu cha Isaya kwamba wanachukuliwa wana wa Israeli, wanatolewa katika miji ya Yuda na Yerusalemu, wanapelekwa Babeli. Mfalme wa Babeli alipoenda kuiteka Yuda na miji yake na Yerusalemu, alienda kuiangamiza. Ikawa pigo kwa taifa, lakini vile vile ikawa pigo kiroho. Kwa nini kiroho? Hawa watu walihamishwa, walitolewa katika ardhi yao, wakapelekwa utumwani Babeli. Na lazima uelewe, wanapohamishwa na kupelekwa utumwani, kuna mambo kama manne wanayapoteza. Bwana Yesu apewe sifa. Jambo la kwanza, wanaipoteza nchi yao. Manake wanaondolewa kwenye ardhi yao, wanachukuliwa uhamishoni kwa Babeli. Manake ardhi yao ukisoma Biblia, wanapelekwa watu wengine kuishi, wanapelekwa watu wengine kukaa. Lakini si tu habari ya ardhi, lakini wanapoteza hekalu. Yerusalemu ndiko mahali hekalu lilikuwepo. Kwa wanavyoenda utumwani, moja ya jambo ambalo linaondoka katika maisha yao ni ibada. Kwa sababu walipoenda Babeli hawakumwabudu Mungu wa kule, walitumikishwa kuiabudu miungu ya Babeli. Angalia kina Meshaki na Abednego na kina Danieli, namna ambavyo walivyokuwa utumwani. Likatoka tangazo la kwamba atakayeweza kuishi ni yule atakayesujudia sanamu. Maana yake walipoondolewa katika nchi yao, moja ya kitu ambacho linyang'anywa ni uwezo wa kufanya ibada. Bwana Yesu apewe sifa. Kanisa la Yesu, haleluya. Nataka nikwambie
kama kuna kitu mwanadamu akinyang'anywa kwa nguvu kikamtesa mpaka mwisho, ni ibada. Na mazingira haya hayakuwa ya kawaida. Kitu cha tatu kilichopotea, utawala wa Daudi. Maana yake Mungu alisema kwamba kwa Daudi hatokosa mtu kuketi kwenye kiti cha enzi. Kwa ina maana wanapochukuliwa utumwani, utawala wa Daudi nao unasimama, hauendelei tena. Kwa maana hakuna anaweza kutawala nchi ya mahali amepelekwa utumwani. Ule utawala unaondoka. Maana yake ni nini? Mfumo wa maisha waliouzoea, mfumo wa utaratibu wa kuamka na kwenda kulala waliouzoea uliondolewa. Eneo la 4, wanaondolewa utambulisho wao, identity. Wanapopelekwa utumwani, moja ya jambo linaloondoka ni utambulisho. Hivi ni vitu 4 walivyokuwa navyo, lakini bado ya kuwa navyo hawakuweza kutambua thamani yake mpaka walipoondolewa. Kanisa la Yesu, haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Narudia tena, haya ni mambo 4 waliokuwa nayo wana wa Israeli wakiwa katika nchi yao ya Israeli, Yuda na Yerusalemu. Walipochukuliwa kwenda utumwani, moja ya mambo yaliyowatesa ni haya ambayo walikuwa nayo kila siku. Hekalu walikuwa nalo. Kuna watu wanaliona hekalu kila siku, wanafikiri kesho litakuwepo, wanafikiri kesho litakuwepo. Huwezi kujua. Na ndio maana walikuwa wanayaishi maisha ya kumchukiza Mungu, kwa sababu waliamini mambo yatabakia kuwa vile vile. Sasa sehemu ya 3 ndiko wana wa Israeli katika kitabu cha nabii Isaya wanaingia magotini na kumuomba Mungu. Wanagundua makosa yao, wanaelewa ni wapi walikosea, wanaanza kugundua yale maneno walioambiwa na manabii, wanaanza kutafakari yale ambayo walikuwa wanaona ni ya kawaida, wanaanza kuona uzito na uchungu ndani ya nchi ya utumwa. Wanamlilia Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Wanamlilia Mungu. Na wanapomlilia Mungu, Mungu anainua mazingira ambayo tunaona kadri wanavyomlilia Mungu, nguvu ya utawala wa Babeli inaendelea kupungua. Ukainuka utawala wa Koreshi. Ukisoma kitabu cha nabii Isaya, kuna mfalme aliitwa Koreshi, Masihi wa Bwana. Alipewa jina la Masihi wa Bwana. Maana yake huyu mtu au huyu mfalme ndiye aliyekuja kumpiga mfalme wa Babeli. Na alivyompiga mfalme wa Babeli, akatoa ruksa ya kwamba kila aliyechukuliwa na Babeli arudi kwenye miji yao. Na ndipo wana wa Israeli wanarudi kwenye miji yao mara baada ya miaka 70 ya utumwani. Na wanaporudi katika miji yao, matumaini ya urejesho yanaachiliwa, na Mungu anaanza kusema nao. Kwa lugha nyingine, wanapewa nafasi ya kuingia kwenye msimu mpya wa matengenezo ya kuirudia ardhi walioiacha miaka 70, na wanapewa maelekezo ya tumaini wanaporudi katika nchi ya ahadi ambayo Mungu aliwaahidia. Na ndipo unaposoma kitabu cha 55, sura ya 55 tuliyosoma leo, ile inakuonyesha tumeingia katika awamu ambayo Mungu anawapa rehema hawa watu ili waweze kurudi mahali pale. Ukianza mstari wa 1 wa sura hii anasemaje? Anasema hivi, weka mstari wa 1. Aya, kila aonaye kiu, njooni majini, naye asiye na fedha, njooni nunueni mle. Naam, njooni nunueni divai na maziwa bila fedha na bila nini. Wanatoka utumwani, hakuna mwenye fedha, hakuna mwenye nini, mlango wa huruma unafunguliwa. Njooni mle sasa, njooni mnywe, kila aonaye kiu. Hii ni wito, hii ni sauti ya kuwaita. Inawatoa mahali ambapo walikuwa hawana matumaini. Twende mstari wa 2, anasemaje? Kwani kutoa fedha kwa ajili ya kitu ambacho si chakula, na mapato yenu kwa kitu kisichoshibisha? Nisikilizeni kwa bidii, mle kilicho chema, na kujifurahisha nafsi zenu kwa unono. Mstari wa 3, tegeni masikio yenu na kunijua, sikieni na nafsi zenu zitaishi, nami nitafanya nanyi agano la milele. Hebu sema agano la milele. Walipokuwa utumwani, moja ya kitu kilichoondoka ni agano, kwa sababu Mungu alifanya agano kwa ile ardhi na kiuno cha Ibrahimu.
Kwa hiyo walipokuwa Babeli hawakuwa na agano, waliishi nje ya patano na Mungu wao, waliishi nje ya kusudi la Mungu wao. Anapowarudisha anawaambia, nitafanya nanyi agano la milele. Na rehema za Daudi, yule ambaye kwenye kiti chake kwa miaka 70 hakuna aliyekaa. Kwenye kiti chake kwa miaka 70 hakukuwa na mfalme, palikuwa walikuwa utumwani. Anasema rehema za Daudi hizo imara. Angalieni, nimemweka kuwa shahidi kwa kabila za watu, kuwa kiongozi. Anamrudisha. Bwana Yesu apewe sifa. Wanarudishiwa, wameshafanya toba, wameshafanya maombi ya kurejea. Mungu anaanza kuwarudishia. Anawaambia, ninamweka huyo, atakuwa nani? Atakuwa shahidi. Atakuwa nani? Atakuwa kiongozi. Mlipokuwa utumwani hamkuwa na shahidi, mlipokuwa utumwani hamkuwa na kiongozi, mlipokuwa utumwani hamkuwa na jemadari. Kwa kabila za watu. Tuendelee mbele. Tazama, utaita taifa usilolijua, na taifa lisilokujua wewe litakukimbilia, kwa sababu Bwana Mungu wako na kwa ajili yake mtakatifu wa Israeli, maana amekutukuza. Mtafuteni Bwana maadamu anafanya kanisa, tena muiteni maadamu yu. Hii ni sauti Mungu anaongea na wana wa Israeli. Mmeingia kwenye msimu mpya, mtafuteni Bwana. Makosa aliyowapeleka utumwani, mlikuwa mtafuti Bwana, mlikuwa mnatafuta mambo yenu wenyewe. Sasa nawarudisha kwenye nchi yenu, nawarudisha kwenye ardhi yenu. Jambo nalohitaji mlifanye ni kumtafuta Bwana, kwa sababu anapatikana. Kanisa la Yesu, haleluya. Hebu ngoja. Kuna vitu hutoweza kuelewa thamani yake mpaka vimeondoka. Tunaelewana eh? Na ndio maana kuna wakati fulani muombe sana Mungu usizoelee neema. Bwana Yesu asifiwe. Usiichukulie kawaida neema ya uhai ya maisha aliyokupa. Hautoielewa hii mpaka siku itokee haupo. Na hawa watu wanaopeleka kwenye hii ni tuition Mungu anawapa. Wanaingia katika nchi walioipoteza miaka 70. Na moja ya kitu wanachoambiwa, mtafuteni Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Mtafuteni Bwana. Kwa sababu gani? Anapatikana. Muiteni. Kumbuka walipomuita kule utumwani, Mungu alisikia. Sasa anawapa mazingira mapya ya kuambia, jamani badilikeni, anzeni kumtafuta nani? Bwana. Hebu mpigie Bwana Yesu makofi kama umeelewa. Aya, msana unafuata. Tuendelee. Mtu mbaya, mwana msimu mpya unaingia Mtu mbaya, wamekaa kwenye lango, wanapoa maelekezo. Mtu mbaya na aache. Hebu sema na aache. Maana yake hivi ni vitu walitoka navyo Babeli. Sasa tunapoingia kwenye utawala mwingine, tunaambiwa mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu naye atamsamehe kabisa. Maana mawazo yangu si mawazo, na wala njia zenu sio njia. Asema nani kanisa? Asema Bwana. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yenu yangu kuliko mawazo yenu. Kwa lugha nyingine anawaambia, acheni kutegemea akili zenu. Akili zangu zina nguvu kuliko za kwenu. Acheni kutegemea njia zenu. Njia zangu zina majibu, za kwenu hazina majibu. Njia zenu zilipeleka utumwani, njia zangu zinarudisha katika nchi yenu. Kanisa la Yesu, haleluya. Anasemaje mstari wa 10? Anasema hivi, maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali huinywesha ardhi na kuizalisha na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu. Halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma.
Anasemaje? Sasa ndio ule mstari tuliosoma kwenye mahubiri sasa. Unajua hii kalenda ukiisoma hivi chap utoelewa. Bwana Yesu apewe sifa. Utoelewa. Jifunze unavyosoma Biblia, usianzie katikati ya mstari, anzia mwanzo. Na ikiwezekana anza kitabu upya kabisa. Kwa sababu kuna vitabu ni muendelezo wa kitabu kilichopita. Ukisoma katikati hivi utoelewa. Sasa ukisoma huu mstari, hebu tusome 1 2 3. Hebu sema maana mtatoka kwa furaha. Wanatoka kwa furaha wapi? Yes, utumwani. Mtatoka kwa nini? Kwa furaha. Alafu mtafanywa nini? Mtaongozwa na nini? Yes. Kwa unaposoma hii mistari lazima uifahamu history, historia. Kwa nini tunafika hapa kutoka kwa nini? Kwa furaha. Kwa nini tutaongozwa kwa amani? Ni kwa sababu kule utumwani hatukuongozwa kwa amani, tuliongozwa kwa viboko. Tuliongozwa kwa mijeledi. Tuliongozwa kwa machozi. Na ndio maana Biblia inasema hivi, Bwana aliporejeza mateka, tulikuwa kama waotao ndoto. Ndipo vinywa vyetu vilivyojazwa nini? Si mnaimbaga vijana wa wimbo? Au na wenyewe unaanzia katikati? Bwana aliporejeza nini? Mateka, tulikuwa kama, ndipo vinywa vyetu vilivyojazwa na nini? Vicheko na nini? Lakini nataka uone kurejezwa na kuota kama ndoto. Sio mtu akisema ni kama ndoto, maana yake ni kitu ambacho hakutarajia. Lakini Bwana akawarejeza. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana akawarejeza. Sasa ule mstari wa 12 unaongea kwa habari ya matokeo ya ukombozi ambayo yamepatikana kupitia Mungu na kuyafuata maelekezo yake. Kwamba mtoka fulani mtaongozwa kwa amani, mbele yenu milima na vilima vitaimba nyimbo. Maana yake hata uumbaji utawakubali. Bwana Yesu apewe sifa. Na miti yote ya kondeni itapiga makofi. Badala ya michongoma itamea misunobari. Na badala ya mbigiri, tungekuwa na muda mrefu hapa, tungesema kwa nini Biblia inasema badala ya michongoma. Ina maana ile nchi walivyoondoka michongoma iliota. Si unanielewa? Bwana Yesu apewe sifa. Laana iliyowafanya wakaondoka kwenye ile nchi na vitu vilivyokuwa vinawapiga ni hivi. Sasa wanaporejea, Mungu anabadilisha mazingira yale, anawapa raha ya tofauti. Ndio maana anasema hivi kwamba jambo hili litakuwa la kumpatia Bwana jina, litakuwa ishara ya milele. Hebu sema ishara ya milele. Sema kwa sauti, ishara ya milele. Na hapa ndiko tunapokuja kupata connection ya uzima wa milele. Kanisa la Yesu, haleluya. Hatuwezi kusema uzima wa milele kama hakuna mahali tumetoka. Maandiko yanasema mshahara wa dhambi ni mauti, bali kalama ya Mungu ni uzima wa nini kanisa? Wa milele. Ina maana kuna process lazima itokee ya kumtoa mtu mahali, kumhamisha na kumuingiza mahali penye uzima wa milele. Kitabu cha Wakolosai sura ya 1 mstari wa 13 anasema hivi, naye alituokoa kutoka nguvu za giza. Hebu niwekee Wakolosai. Naye alituokoa katika nguvu za nini kanisa? Akuishia kutuokoa, akatuhamisha. Akuishia kutuhamisha, akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Ukombozi wowote una demand ya hatua hizo 3. 1, kuokolewa. 2, kuhamishwa. 3, kuingizwa katika ufalme wa Mungu. Na hapa ndiko mahali ambapo natamani tuelezane. Kwa sababu moja ya agenda ya uzima wa milele ni nini? Na uzima wa milele ndio huu, kwamba kumjua Mungu wa kweli. Hebu sema nekele Yohana ngapi? Nekele Yohana.
Maana kuna watu wanasema uzima, wakisikia uzima wa milele wanafikiri kwamba ni ajenda ya kule mpaka mbinguni. Hapana. Uzima wa milele unaanzia hapa. Bwana Yesu apewe sifa. Ewe Mkristo unayesubiri siku uome imekupanda mpaka kwenye roho ndio ufanye sala ya toba, kuna vitu vingine tunadanganyanaga. Kuna maombi huwezi kuomba umekaa kwenye yale mpira. Na sisi tulivyokuwa wachokozi. So wachokozi, unajua kuna wakati wazee wangu wa kanisa mnatufanya wachungaji tuingie kwenye modi ya utapeli. Na tunajua kabisa tunakutapeli kwa sababu mbinguni utembei, uendi. Lakini tunakupetipeti. Kwa kweli aliondoka, moyo wake una amani. Na nyinyi mnajichanganya, mtu mwenyewe alikuwa ni mbea nafiki kubwa kaa nini, unategemea anaondoka na amani gani? Tuongee ukweli. Hebu ngoja, tuongee ukweli. Uzima wa milele lazima upractice sasa hivi. Usisubiri yote paka nitakapokufa ndio nenda uzima. Uendi nga. Nirudi? Ngoja niende. Bwana wewe, auendi. Lazima uanze kuishi sawa sawa sasa hivi. Pigia Bwana Yesu makofi mengi kama unaelewa. Na shida iliyokuwepo ni hii hapa. Watu wengi wameokolewa lakini hawajahamishwa. Bwana Yesu apewe sifa. Hebu niwekee Wakolosai. Biblia inasema hivi, Wakolosai 1:13. Naye akatuokoa katika nguvu za nini? Alafu akafanya nini? Sasa process ni hii hapa. Watu wengi wameokolewa. Jamani, watu wengi, na hapo ukigusa kila mmoja ameokoka. Si ndio? Kama kuna kitu chepesi kusema nimeokoka. Kwa sababu kuokoka ni nini? Ni kukiri kwa kinywa chako. Kwa kila mtu amekiri ya kwamba Bwana ni mwokozi wa maisha yake. Lakini bahati mbaya hajahamishwa bado Babeli. Ameokolewa lakini bado anaishi wapi? Ameokolewa lakini bado hajahama. Kanisa la Yesu, haleluya. Haleluya. Shida inayotutesa leo kanisani. Hivi unafikiri kwa nini kanisani kuna majungu mengi? Kwa sababu wengi hawajahama. Tunaelewana Yaani ukikutana na mtu pale nje anapiga majungu, wewe muonee huruma, huyo hajahama. Sisi tunaelewana Na shida moja ujue, unafikiri kwani wote walitoka Misri? La asha, si wote. Jiulize yule ambaye alikuwa anadanga kwa Farao, alitoka? Utasikia baby Farao, mimi siondoki, acha aondoke yenyewe na Musa wao. Utasikia sweet Farao, mimi siondoki. Kwa nini haondoki? Ni kwa sababu kuna vitu alikuwa anapata kwa Farao. Sio, unanielewa? Inapokuja kwenye kuhama hawezi. Wewe amini kwamba mimi nakutana na vitu hapo kwenye madhabahu vingi kweli kweli. Tutavoombea watu. Kuna mmoja alikuja na mchungaji niombe. Unajua kuna watu wanataka vya Mungu afu Mungu mwenyewe hawamtaki. Sio, umenielewa Afu by the way ndio tuko wengi hapo. Yaani tunataka vya Mungu lakini Mungu tufanye nini? Hatumtaki. Mchungaji niombe, nataka mtoto. Nikamwambia sawa. Sasa huyu mimi mara nyingi kwa kweli katika kitu ambacho kinanizuiaga kabisa moyo wangu ni kujadiliana na mtu mambo ya kuombea. Kwa sababu ni rahisi kunihamisha. Acha mimi Roho Mtakatifu aniambie niende wapi. Nikikosa sawa, nitatumia ulichoniambia. Lakini huyu roho ikasita, nikamuuliza, kwani vipi, una shida? Umekaa kwenye ndoa miaka mingapi, una mtoto? Baba mimi acha, mimi sijaolewa, natafuta mtoto. Nikamwambia sawa. Unajua kuna haya ndio yale unasikia. Ngoja niwaambie. Haya ndio yale maombi ukienda kwa nabii anakudai hela, lipa tu. Yanatesa haya maombi. Hata kuniombea hata mimi ukinifuata nadai hela, nikwambie tu mama. Hawezi pita hivi. Kwa sababu jambo gumu. Sio, unanielewa? Haya ndio yale maombi ukienda kwa kuhani. Kuhani niombe, una 300,000. Sina, pita hivi. Haya ndio maombi ya kudai hela. Mimi nitaweza nikayafanya. Na ruhusu, leteni hela tu. Shauri yako. Wewe niseme unavyosema. Mimi naruhusu. Lakini havitaweza kutokea
kwa sababu ni mazingaombwe. Kwa hiyo kama ni mazingaombwe, huyu anayefanya mazingaombwe alipwe, si ndio? Tuwe fair. Kwani nifanya toka na walivyokuwa na mambwembo kata garagara hapo kama nani binti mjusi, mapepo chungu mzima zimemjaa kichwani. Sasa ni kwa nini anataka kuokolewa lakini hataki kuhama? Mungu anaposema akatuhamisha, maana yake huu ni mfumo mpya wa maisha. Hawezi kukuokoa akakuacha na staili yako ya Babeli. Lazima aiondoe staili yako ya Babeli iliyo ndani yako, ndio kukuhamisha. Bwana Yesu apewe sifa. Kanisa la Yesu, haleluya! Unavotaka vya Yesu, mtake na Yesu. Yesu uweze kumfuata kama unadanga. Ukidanga unaweza ukataka hela ya mtu anayemdangia, lakini usimtake yeye. Si ndio wanawake? Mmekula nauli ngapi hamjaenda kwa wale watumia nauli? Hiyo kwa mwanadamu inawezekana. Mimi naangalia kwenye kwenye TikTok. Wamefungia, sina TikTok jamani, wameifungia. Kwenye vyombo vya habari. Mtu anatumiwa hela, alafu anakataa kuja. Maana yake unaweza kutaka vya mtu na usimtake huyo nani, inaruhusiwa, sio shida. Lakini kwa Yesu hapana. Ukitaka vya Yesu mfuate Yesu. Hayo makofi bwana ni madogo. Au nyenzo mnataka vya Yesu mumtaki Yesu? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Tuna vita kubwa ya watu ambao wameokoka lakini hawajahama. Na bahati mbaya ndio tunao kanisani wengi. Kwa sababu kanisani kodi ya kuokoka ndio kodi yetu. Yaani nikitokea nikisema Bwana Yesu asifiwe mpendwa, jembe si ndio hili bwana. Kumbe huyo boya hajahama. Unamshirikisha mambo ya kuombea, unayakuta barabarani. unapita sokoni, unashangaa jamani, mchungaji ila mumuombee. Anapita pagumu. Sasa mbona mimi niliongea na mtu mwingine haya mambo na yakutaja huku, kumbe ulimshirikisha mtu ambaye hajahama. Ameokoka lakini mbea, mlongo. Tumeelewana? Uzima wa milele unadai kuhamishwa, na si tu kuhamishwa, kuingia kwenye ufalme wa mwana pendo lake. Na hata unapoingia huku sasa, hata namna, unajua kiwango chetu cha maombi mbele za Mungu kinaeleza sana kiwango cha mahusiano. Bwana Yesu apewe sifa. Na kwa kuwa Mungu wetu ni mwenye rehema, anawasikia hata ambao hawajahama. Lakini tofauti yao na yule ambaye yupo kwenye ufalme, maombi kwake sio mawasiliano. Sio, unaelewana? Ngoja niongee hapa. Kwenye habari ya maombi ni kama shule. Unaelewana eh? Kuna standard 1 mpaka PhD. Ukiwa kule darasa la kwanza unaimbiwa hii ndio ipo kama nini? Kama inamkia mfupi. Hii ndio na nini? Hiyo kama sikio au komwe. Sikio. Hii ndio tupo kwenye hiyo stage, kwa wapo watu kwenye hiyo stage. Hii ndio ipo kama tumbo la mchungaji ila tupo kwenye hiyo stage. Tupo kwenye hiyo stage. Lakini hiyo stage lazima uame. Unaelewana eh? Lazima ufanye nini? Ndio maana Paulo anasema nilivyokuwa mchanga, nilivyokuwa mtoto mdogo. Kuna level ambazo kama umehamishwa uta experience. Ukifika level ya ufalme wa mwana pendo lake, jamani, maombi sio mawasiliano, maombi ni experience ya kila siku. Bwana wewe. Muongeze Yesu makofi bwana wewe.
Maombi ni experience. Nakutana na Mungu uso kwa uso. Naamka na Mungu, nalala Mungu yupo, namuona, namsikia, tunaongea, tunapea taarifa. Na ndio maana unapokutana na watu, mimi sijafika, siwezi kusema nimefika, bado naishachemelea neema ya Bwana, sijafika. Lakini mind you, nilishaona watu waliofika. Niliwaona. Na si kama mimi nimeona amefika. Labda naye anasema mimi sijafanya nini. Kuna mtumishi mmoja alikuwa anaitwa somebody Idahosa ni mtu wa kama sio Ghana ni Nigeria. Is no longer sasa hivi yupo, ni watu wa karne ya 20 mwishoni huko. Hayupo, alishafariki. Kuna mwingine alikuwa anamwangalia anaitwa Catherine Kuhlman. Huyu mama nilikuwa nafuatilia tu kwenye some documentary. Kwa sisi ambao tunaomba, unaweza kuona kilichokuwa kinafanyika pale kwenye ile huduma anayofanya. Actually yule mtu, it's like huyu Mungu ni kama anaongea naye huyu hapa, anamwambia bro, kaka, baba, kuna hiki. Wanaongea, unafanyaje hivi na hivi. Unajua sio watu ambao tu, yani sinakosa maneno ya kukuelezea bwana, lakini ulikuwa unaweza kuexperience kwamba hii sio level ambayo mimi nipo. Tusikae tukakaa. Unajua kama kuna mahali Wakristo wa leo tumejificha, ni kwenye kipengele cha uvivu. Kuna watu wana uvivu wa kiroho, sio mapepo, wana uvivu wa kiroho. Ukimwambia omba, akifungua dakika 2 anapewa medali huyo. Kwa sababu akishana tu baba kwa jina la Yesu, na akiona maneno hayatoshi anapiga zile mtakatifu 4. Mtakatifu, 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 mtakatifu 5. Akinyamaza hapo kakauka. Amegomea kwenye mtakatifu. Ukimwambia tembea na maombi hamna. Na ndio maana tukasema haya maombi tulioyaandika tuyashambulie wote kwa pamoja. Kwa sababu kuna yule ambaye akitembea peke yake hawezi, anatakiwa ashuke mkono tutembee naye umbali. Kanisa la Yesu, haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kale kauvivu karohoni kale kametukamata. Na ndio maana kuna vitu kuvipasua ni kazi. Na ndio maana tunapoambiwa kwa habari ya uzima wa milele, hapa duniani lazima umuone Mungu akikutendea. Lazima umuone Mungu akikuonekania. Kinachotakiwa ni kukubali tu kuhama, kutoka huko ulipo, uende mahali Yesu yupo. Pigie Bwana Yesu makofi. Sasa nisikilize. Tuna shauku kubwa sana ya kumuona Mungu akitenda. Lakini natamani shauku yako kubwa sana umjue Mungu kabla hujaona. Bwana Yesu apewe sifa. Usizoelee ibada. Ukija kwenye ibada, njoo muone Mungu. Njoo ukutane naye. Njoo useme naye. Njoo uongee naye. Unajua mawasiliano pia yana umbali. Ukisikia tumewasiliana, jua kuna distance. Ndio tunasema ni level. Niliongea naye yuko Mwanza. Lakini eti bro, nikija tukaongea hapa, sawa watu wafasi wasema tumewasiliana, lakini ni tofauti na ninapokuwa kwenye distance. Kwa sababu ukiwa Mwanza tunaweza kuwasiliana, lakini nikionana uso kwa uso na wewe ni tofauti mawasiliano yetu. Kuna experience, kuna vitu simu haiwezi kuonyesha. Tusifanye na wale watu wanakuambia nani wale watu wakule wapi kule Mwanza. Tumekutana na ng'ombe hizo. Sasa unaongea kwenye simu unamfanyia mtu mwenzako hizo, anaonaje? Kwamba hizo, sasa hizo ngapi? Lakini nikashakwambia kwenye simu. Lakini ukionana naye kwambia hizo, unajua ni ngapi? 2. Na ndivyo experience it is kwenye kukutana na Mungu. Kuna vitu utaviona vingi ukionana naye, sio kwenye simu. Kuna vitu mtaongea, mtavipanga vya tofauti sana. Jaribu hata kumpigia mheshimiwa wote kwenye simu. Anakuambia nipigie simu. Hata mchungaji mimi hapa, ukiniambia niongee kwenye simu na tukionana ni vitu tofauti.
Tukiongea kwenye simu ina vitu vingi. Kwanza ukizingatia simu yenyewe utakuta ni ya mkopo. Nimeweza kuongea naye wakakata hiyo simu, wakasema nikalipe mkopo wao. Unajua kuna simu za mkopo inakatikaga angani ile. Ikifika muda wa marejesho, namba unaopiga haipatikani wewe. Tumeongea jamani, nimekopa. Kwa hiyo mawasiliano yana baharia nyingi, yana vikwazo vingi. Lakini kuonana ndiko level ya ufalme. Aliyekuwa kwenye ufalme, hiyo ni haki, sio ombi. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo ni haki. Na Mungu akakusaidie ukakutana naye uso kwa uso katika wiki hii, akajibu maswali ulionayo. Hayo maswali unaowapa wanadamu, hayo maswali hayana nguvu juu yao. Wewe mwambie Bwana na Bwana atasikia. Kanisa, haleluya!